Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika, klabu ya Yanga watashuka dimbani usiku wa leo kupambana dhidi ya klabu ya MC Alger pale nchini Algeria. Lakini kuelekea katika mchezo huo, pengine inawezekana hii ikawa ni predicted lineup ya kikosi ambacho cha wanajeshi 11 watakaokwenda kuwakilisha klabu ya Yanga katika mchezo siku ya leo hapo baadaye. Anasema kwamba katika kikosi hicho MC Alger inakwenda kumenyana na Yanga katika hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa mnamo Desemba 7. Inamaanisha siku ya leo mchezo huu unatarajiwa kuanza majira saa 4 usiku kwa saa za Tanzania. MC Alger waliingia katika mchezo huo baada ya sare 2 mfululizo wakiwa wamegawana pointi na Etincelles Setif ya pale kwao Algeria katika mchezo wa ligi, lakini pia dhidi ya TP Mazembe kabla ya Young Africa kucheza na JS Saoura kwenye ligi Ligue 1. Na matokeo ya mchezo huo yanaweza kuwa na athari kubwa kwenye mawazo yao kabla ya mchezo dhidi ya Yanga. Young Africa wanaingia uwanjani wakiwa na hali nzuri baada ya kupata ushindi dhidi ya Namungo FC katika mechi yao ya mwisho ya ligi. Kiungo chao cha hivi majuzi nyuma kilikuwa na nguvu nyumbani na kufanikiwa kupata alama 8 mfululizo. Kwa upande wa MC Alger dhidi ya Yanga katika muda halisi ikitoa mtiririko na tujaribu kuangalia tu kwa mujibu wa wachezaji ambao wako timamu kwa ajili ya kuweza kutumika katika mchezo wa siku ya leo. Pengine golini akasimama Djigui Diarra, golikipa huyu raia wa Mali ambaye amekuwa muhimili mkubwa sana katika klabu ya Yanga, hasa pale anapotokea makosa ya kiulinzi, yeye amekuwa shujaa. Lakini namba 2 ama shafu la kulia akasimama Yao Fassaoula, lakini namba 3 pengine akasimama Nixon Dixon Kibabage ambaye amekuwa akicheza kwa siku za hivi karibuni baada ya shamba kutoka kwa majeruhi, na pengine kama atakuwa amerejea katika mchezo wa siku ya leo itakuwa ni weza kucheka risk kwa ajili ya kutumia katika mchezo wa siku ya leo, lakini bado sidhani kama atakuwa na mechi fitness ya kutosha kuweza kutumika katika mchezo wa ushindani mkubwa kwa siku ya leo. Lakini namba 4 Dickson Job ambaye amekuwa muhimili naye katika kikosi hichi akiwa kama nahodha msaidizi nyuma ya Bakari Mnyeto, lakini namba 3 akisimama Ibrahim Abdullah Baka. Namba 6 Duka Buya raia wa Kenya anaweza kusimama katika nafasi hiyo, hasa kuzingatia kwamba Khalid Aucho bado anaendelea kupata fitness. Inawezekana akatumika, lakini possibility ya kutumika kwa siku ya leo inaonekana ikawa ndogo zaidi. Namba 7 Maxim Zengeli amekuwa akitoa uwiano mzuri katika eneo la ushambuliaji na ulinzi. Maxim Zengeli amekuwa akitoa uwiano mzuri wa kiulinzi lakini pia kiushambuliaji, na amekuwa akipewa free roll katika kikosi cha klabu ya Yanga, lakini haijajulikana kwa Sead Ramovic ambaye ni kocha mpya kama na yeye pia atampa uhuru huo ambao alikuwa akiupata kwa Miguel Gamonde. Lakini kwa upande wa kiungo pacha wa eneo la chini Mudathir Yahya basi anapigiwa chapua kucheza yeye pamoja na Duka Buya katika eneo la double pivot ama kiungo wa chini, kiungo ulinzi, defensive midfielder. Lakini kwa upande wa ushambuliaji Prince Mpumalele Dube pengine akaanza siku ya leo mbele ya Kennedy Musonda pamoja na Clement Mzize. Dube hajawa na mwanzo mzuri wa msimu, lakini pengine anapiga chapuo ya kwanza katika mchezo wa siku ya leo. Pia Stefan Aziz Ki mchezaji mwingine ambaye anapiga chapuo kwemo kwenye kikosi cha kwanza kinachoanza, lakini pia Pacome Zouzoua na yeye pia pengine akaanza kwenye kikosi hicho cha kwanza. Na kwa kuelezea tu Yanga ili waweze kushinda pengine watumie mbinu ifuatayo. Cha kwanza ni kutumia double pivot, kwa sababu single pivot ni nzuri sana kuitumia kwa timu dhaifu ambayo haina makali sana kwenye kushambulia wala yenye tabia ya kutumia counter attack kuscore magoli. Lakini kwa upande wa Sead Ramovic pengine ushauri mkubwa sana kwa upande wake atumie double pivot kuliko kutumia single pivot, kutokana na aina ya mpinzani anayekutana naye. MC Alger hupenda sana kutumia counter attack kufanikisha kupata mabao, kwa hiyo ni vyema akatumia double pivot, na maanisha Duka Buya pamoja na Mudathir Yahya kwa katika eneo la kuwalinda walinzi wao ama mabeki wao wakati pamoja na wapembeni, na pia kunusa hatari. Double pivot kwa ufanisi wake inawezesha viungo wakabaji wawili kucheza kwenye line moja na kwa ufanisi wa hali ya juu, ambapo hata kama MC Alger atatumia counter attack basi kuanzia kwenye mid block kuelekea kwenye low block kutakuwa na wachezaji wengi wa Yanga
waliosalia ukilinganisha na wakitumia single pivot, ambapo inategemea kiungo mmoja wa ulinzi tu katika eneo hilo. Ubaya na uzuri wa kutumia single pivot huwezesha wachezaji wengi kuchezea kuanzia kwenye mid block kuelekea kuelekea katika eneo la mpinzani ama kwenye high block, jambo ambalo ni rahisi sana kupata mabao, lakini ni mbaya sana inapotokea kwamba timu pinzani ina ufanisi mzuri wa kutumia counter attack, maana wachezaji wengi watakuwa eneo la juu ambao ni high block, na mwisho wa siku katika eneo la chini watabakia walinzi wachache, na hivyo ni rahisi sana kuweza kuvunja line hizo za ulinzi. Na ikitokea counter attack imekubali, basi ni rahisi kiungo mkabaji anayebaki kufanya madhambi atakayopelekea timu yake kuadhibiwa vibaya au kupitika kirahisi zaidi. Ushauri mwingine kwa kocha Sedramovic asitumie single pivot, atumie double pivot. Kuhusu mfumo wake wa 4-2-3-1, sina shaka nao, kutokana ni mfumo unaowezesha wachezaji kuachiana nafasi, space ya kunyumbulika, kuchezea pasi nyingi na kusoma udhaifu wa mpinzani kirahisi. Ubaya na uzuri wa kutumia single pivot nimeshauelezea hapo awali, lakini undani zaidi wa hili ni unakwenda kwenye kiwanja ile application baada ya kuwa na approach ya 4-2-3-1, lakini je, wachezaji wanakwenda kutekeleza ile plan ya mwalimu kama ilivyokusudiwa? Ni kitu ambacho kinasubiriwa, lakini tuwatakie tu kila laheri wawakilishi wa Tanzania katika kupeperusha bendera yetu katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Klabu ya Yanga ni kila laheri kwa upande wao, lakini pia kila laheri klabu ya Simba ambayo itashuka dimbani siku ya kesho. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Update TV kwa ajili ya taarifa nyingine mbalimbali za kimichezo.